Amen. 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 Praise God. Bwana asifiwe kanisa. Nisalimieni hivi. Amen. Bwana awabariki sana. Asanti sana kwa sababu ya uwepo wenu. Kwanza namshukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii. Kwa hakika amenihifadhi, pia amekuhifadhi, na ndio maana tumeweza kupatana. Siku ya leo ni ya baraka sana kwetu. Kama vile tumetangulizwa kuambiwa kwamba kwa hakika tulitarajia baraka, tukaiombea baraka ije, na baraka inaendelea kuja, lakini kwa sehemu zingine inalete mambo ambayo ni ya kutisha sana. Na wewe Mungu amekuweka ukiwa buheri, kwa hivyo uko na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa sababu amekuhifadhi na pia vile vile. So niko na shukrani kwa sababu ya hiyo, na pia kumshukuru askofu na uongozi wa kanisa kuweza kunipa fursa hii ya kuweza kugawana nani neno la Bwana la asubuhi. Na kwangu mie kama alivyo tamaduni langu, huwa napenda kufundisha kwa kiwango cha neema niliyo nayo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Kwa hicho kiwango huwa napenda kukifanyisha kazi. Hiyo neema kidogo huwa napendezwa wakati naitumia vilivyo, kwa sababu ni Mungu huinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. So ningeomba tukaweza kuambatana, tukasikilizana, tukaelewana, na ili tukaweza kubarikiwa pia kwa pamoja. Thank you. Yes, nitaanza kwa maombi alafu tutaendelea. Najua tumeombewa. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru asubuhi ya leo. Ni asante kwa fursa hii ambayo umeiweza kuitenga na kuifanya mfalme wa amani, ambayo Bwana mabwana umeiandaa ukiwa na makusudio maalum. Jina lako likatukuzwe na likaabudiwe kwa sababu ya nafasi hii Bwana tumeweza kupata. Bwana, tuomba ya kwamba kila ambacho umetia ndani yangu nitaweza kukipeana kadri yalivyo mapenzi yako, mfalme wa amani. Mungu Baba, hebu naomba likawa manufaa hasa zaidi kwangu na kwa wale wanaolisikiliza, mfalme wa amani. Bwana, tembea katika uwepo wako wa Roho Mtakatifu, naweza kutujalia na kunijalia mie, na ili makusudio yako na mapenzi yako yakaweza kuyafikia, na ni katika jina la Yesu Kristo. Bariki kila mmoja, bariki kila sehemu, bariki kila sikio ambalo utakalolisikiza mfalme wa amani. Bwana mabwana na Bwana majeshi, kwa yote tusahau kukushukuru, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Nataka kuongea kidogo, na nataka tusome, tuingie kwa maandiko kwanza ili tukaweza kuona, ili tukaweza kugawana kile Bwana ameweza kutia ndani ya moyo wangu, kwa sababu napendwa wakati Bwana ananifundisha, na nilisema ya kwamba huwa nafundishwa ili nifundishane. Sifundishwi nijisaidie mwenyewe, bali pia nikaweza kufundishana, na huwa namshukuru Bwana kwa sababu ya hiyo. The book of Acts, saidie hapo, chapter number 13. Verse number 35, 36. Sorry. 36. For when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his father, and his body decayed.
Na Bwana abariki neno lake. Nataka kuongea leo kuhusu purpose. I want to speak about purpose. Kwa Kiswahili kusudi. Na Gikuyu gitumi. Na kwa sababu sijui lugha zingine, hizo tu ndizo nitaweza kuzitumia kwa leo. Kusudi. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. We have read from the Bible, the book of Acts, chapter number 13. We always hear that, know that hii kitabu kiliandikwa na Luke. Na aliandika mambo mengi sana. Hasa zaidi kuhusu safari za wokovu na wanafunzi wa Yesu na mitume na kanisa la kwanza. Mambo yote imenakiliwa pale. Lakini leo nataka kuongea kuhusu kusudi. Kwa sababu kila kitu na kila jambo liko na kusudi in this life. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Even in God, God also has a purpose. And mostly in your life and in my life. Praise God. Mwathani arogocwo. Tumesoma tukasikia kwamba when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his father and his body decayed. You know, in life, people have purposes. Ama makusudio ya aina nyingi. Katika maisha, mwanadamu ameumbwa ni mtu wa kukusudia mambo mengi katika maisha yake. Na huwa anayapanga na anayapangia vizuri sana. Vile ambavyo ataweza kufanya hivi, mwaka ujao atafanya vile, siku ya kesho atafanya vile vingine, ama leo atafanya hivi. And si vibaya kuwa na makusudi katika maisha yako. It is not bad to have a purpose in your life. And purposes are many. Makusudio ni mengi kwa kila mtu. Na matarajio ndani ya hayo makusudio. Na hasa zaidi niwa nafikiria kwamba ni makusudio mema. Amen. Mwathani arogocwo. Na hasa mimi huwa natumainia kwamba makusudio ulio nayo ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako ni makusudio mema. Walakini hata ikiwa hivyo, naye Mungu ako na kusudi lake juu ya maisha yako. Praise God. I don't know whether you are getting me. God have a purpose in your life. God, not your purpose. God's purpose. And many a times, it is when we don't know to separate our purposes and God's purposes. Or our purpose and God's purpose. And wakati tunashindwa na kutofautisha makusudio ya Mungu katika maisha yetu na makusudio yetu tunayachanganya, kidogo kunakuwa na mshike pale, ama kunakuwa na shida. Lakini tumesikia kwamba Daudi aliweza kuhudumia ama kuhudumu ama kutimiza makusudi ya Mungu katika kizazi chake.
because it is needed. It is part of this life. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Gitumi kia Ngai na muturire waku, gitumi kia Ngai, ti gitumi giaku thiini wa Ngai. No. It is now God who is in control when it comes to his purpose. Because it is his purpose you are fulfilling or you are going to fulfill. Praise God. And it is needed. And it is a requirement. Wano. Whether you like or not, it is a requirement in this kingdom. If God saved you, if God done all what he has done in this life, God is expecting something. Demwera gayura tutungatagira ama yumule Mungu ambaye tunahudumia ni Mungu huwa anatarajia pia. Praise God. Yes. The same way. The more you invest, wherever you invest, you expect. You expect something or a returns from that very investment. The same way God does in this life. Mungu alikuita akakufanyia vile amekufanyia. You know. Mimi sijui vile amekufanyia, but me I know myself what God has done in my life. And whatever he has done, he done it with a purpose. Hallelujah. Alifanya akikusudia, akiwa na makusudio. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. So today I want to speak about God's purpose. Kando your own purposes. And I've said they are not bad. They are good. Set them. Keep them. Work for them. Serve them. Yours. But note this. God has a purpose in your life. And that purpose is to serve. It's supposed to be served. Because the Bible says, and David served. Hallelujah. Bwana asifiwe. Daudi akatimiza. Kiswahili, sijui Kiswahili inaogoma kidogo. Biblia ya Kiswahili inasema akatimiza. Ni sawa tu. Ama akatumikia. Akafanya makusudio ya Mungu. Kwa sababu imo. My friend, it is not in vain you are called in this kingdom. There is a purpose why God calls you. And alikuita akaacha mwingine unajua by his name. He is not born again. He is not spirit-filled. He does not go to church. But God chose you. And he chose you with a purpose. Because I want to believe we are all born again who are here. Na kama hakuna call baadaye nikimaliza kuhubiri kutakuwa. But I want to believe most of us here, large number here, we are born again. We are spirit-filled. We are in this kingdom of God. But the question is, are you serving God's purpose in this kingdom? Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. David served God's purpose. Now, sitaki kukaa sana hata kama dakika zangu zimekuliwa. How do you realize the purpose of God? Because I want to believe we were called in this kingdom because of something. Yes. And God makes sure he has done it deliberately that you may know why you are in this kingdom. It's only that sometimes
we become big-headed, or we don't want to listen, or we don't want to pay attention, ama tutaki kusikiliza kwa nini tuliokoka. Sometimes back, na nitakuuliza, why did you uliokoka kwa nini? I'm a teacher and I need an answer from you. Why did you get born again? Daktari, can you try to answer? The kuelewa kwako, kwa nini uliokoka? Nisaidie na microphone. Hata mimi na shiogoi. Na kama uragia, hata mkiinamisha vichwa. Niko na maswali kadhaa. Hebu msaidie. Yes, what? Got born again to yield to the call of Christ to humanity, because I was a sinner. You was a sinner. And he came to save us, to save me, a wretched man. Thank you. It's a very varied answer. Let me ask my sister over there. Nisaidie kwa yule mrembo kwa pale. My friend over there. Huyu camera woman, not a cameraman. Okay, sincerely, I know you are born again. Amen? Is that true? Spirit-filled. Why? To fulfill the purpose of God in my life. Thank you. Which purpose? Allow me to interview you. Which purpose? To bring me to salvation, like how I was brought to salvation. Last question. Do you do the same? Or you are just telling me? I try. You are trying? I try. You try. Thank you. Chukua microphone. Utaenda zaidi hapo. Now, let us first know what is the purpose first. Kusudi la Mungu ni gani? Ama linakujanga aje? Ama ili kusudi la Daudi ni kama ni nini? Unajua linaitwa kusudi. It is a purpose, but we don't know exactly what is that purpose. I want to make you to realize or to know the purpose in our lives. Amen? Bwana asifiwe. What is that main purpose in life? Purpose, God's purpose, not your purpose. It comes in 3 ways. Common one. Okay, it comes in a many ways, sorry. But the main and the common are 3. From the Bible now, from the Bible context, there are 3. Njia za Mungu kutimiza kusudi lake kwa maisha yako ni nyingi. Sababu me am just a human being, a mortal man. Siwezi kuzijua na mawazo ya Mungu siwezi kuifambanua vizuri. Lakini zile ambazo zimenakiliwa kwa Biblia, hizo ndizo najua. Na agayugite kiriogure ilio iganira na kiu. Bwana asifiwe. But having deep in my mind that God has many ways that you can realize his purpose in your life. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? The first one, it is God to appear to you physically. God is able. One munene ogwe munene no akumirire. Hallelujah. Mwadhani ya rogosho. Yes. Mungu anaweza kukutokea. Na akikutokea hakutokei for the sake of kukutokea. In most cases in the Bible, where God appeared to some
those patriots ambao tu tunasoma kwa Biblia. He appeared to them carrying the purpose, or with a purpose. And he is very categorical to why he has appeared to you. Hallelujah. Tuko pamoja? Ako wazi kabisa. Ayumba yumbi. Ako wazi kabisa kwa nini amekutokea. Kama alivyomtokea Musa in the book of Exodus chapter 3. In a burning bush. I know you know all that story. Hebu tusome hapo. Tusome hapo. Exodus chapter 3. Verse 2. Go up. Hebu tuanzie verse 1 too. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priests of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and come to Horeb, the mountain of God. Verse 2. There the angel of God, Lord, appeared to him in a flame of fire from within a bush. Moses saw that through the bush was on fire, it did not burn up. The Lord, there the angel of God, Lord, appeared. Gaine umagirira andu. Na nie ndi muira. Gaine umagirira andu. Andu manaumiriro ni Ngai. Tigatinde gwitikia tutemetĩkagio na mangĩrũgama matwĩre. Watu washawaitokewa na Mungu. Na wakati mwingi watu wametokewa na Mungu. Wakati mwingine watu waamini. But when we read the Bible, tunasikia watu walitokewa na Mungu. And I told you the Bible is not a narrative. It's not a story. It's a true. It's very true. It's only that we don't believe. And the biggest problem with Christians of nowadays, including myself, we do not have faith or to believe. We don't believe. God appeared to this man. Na akampea, na wakaongea mambo mengi sana hapo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na akamwongea mambo mengi sana. Lakini kulikuwa na kusudi kwa nini amemtokea. Go verse 10. Verse 9 or 9? 10, yes. Verse 10. So, the same chapter. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. This is why God appeared to this person. Unajua nawaambia hivi kwa nini? I know all of you are born again. Okay, some of you. I don't know everybody here. But big number here, I know them, they are born again. But in God, everything does not start with born again and end with born again. In God. There are levels in God that God also wants us to rise. In God. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Kuhonoka tuli ahonoku. No riri tuhonokete niki. Ni hari gitumi gia kuhonoka. Kuna kusudi ya kuokoka. Huyu mtu alitokewa na Mungu. Na hiyo peke yake ni wokovu. Vua viatu, fanya hivi, inama, sujudu, hiyo mambo yote ilifanyika. Lakini kuna kusudi alimtokea. That is one. Go. So now go. That is the main purpose he appeared.
And God appears to be the people. Ni nejue kwa na maana tiane kwa ado mali ado maana ibirero ni Ngai. Watu washaitokewa na Mungu kwa njia yote ile, in any form. God has so many forms, many ways to appear. And the reason it is to fulfill his purpose, not your purpose. That is one. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That is one way. Niambia niko na tatu. The second one, kutumaniwa. I'm doing it biblically, and I know it also appears in our days. Bwana asifiwe. Madhani ya rogosho. Yes. Second King chapter 9. To how? Chapter 9, verse 2 and 3. When you get there, ama tuanze number 1. Now the prophet Elisha summoned a man from the company of the prophets and said to him, tuck your cloak into your belt, take these flasks of oil with you and go to Ramoth Gilead. Verse 2. When you get there, look for Mureithi, or put your name there. I want to put your name there. Look for Jehu, son of Jehoshaphat, the son of Nimshi. Go to him, get him away from his companion, and take him into an inner room. I've said 3 ways how you can realize the purpose of God in your life. God uses these men and women of God to make you to realize that God has a purpose in your life, with your life. And his purpose must be fulfilled. But many a times, because we despise them, tumezoeana, we don't heed. Atutilii maanani. Atutilii. Tunajua, alituambia. Unajua, sometimes back, Bishop hawezi kumbuka, kuna kitu aliniambia. Yeye anaweza sahau. Lakini unajua mimi niliambiwa. Amen. Mwadhani ya rogosho. Ni ndeli? Ndeto ndeli yake yale yao. Ule wira ko niwe mwene ohoro. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. By that time, alina ruogoro. Tondu kanitha ni yakoletwo yatuka. Amen. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Na kuna kitu aliniambia, sababu nilimkalimania. Kulikuwa wakati wa fellowship on Friday. I remember. Kuna kitu aliniambia, na mpaka saa hii nakumbukanga hilo neno. Up to date, I still remember that word. Akaniambia, hata hakutubia exactly, alisema labda ni wewe tu. Mungu alisema nibaki na wewe. Labda Mureithi, ni wewe tu Mungu amesema nibaki na wewe. Because the church has divided and some group of us, wale walikuwa miongoni mwetu, wameenda. Na hapo baada ya mwaka moja hivi na nusu, tena kikundi kikubwa cha youth kikakatika. Kikaenda. Even one of his trustees. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ndirali yogudenyihitie muno
tondu tiri mwega muno gukanitha-ini uyu ndiri wa bata muno muingi muno gukira inyui ono inyu muri abata. Bwana asifiwe. Kikundi kubwa cha rika, wanarika wakakatika, wengine waka backslide, wengine wakahama kanisani, so tukabaki na yeye tu. Na sikubaki peke yangu, na kuna neno alitumia, labda ni wewe murithi, nimebaki tu na wewe, labda. Even he was not even sure, because it reaches a time even you don't know who to trust. Na sikupenda kwako. Bwana asifiwe. Even this one you see here, look as if you can trust or not, you can trust. You have no sure. Bwana asifiwe. Hauko sure kabisa ama ni wako ama bado hata mama yeye ataenda. Hallelujah. And he said those words. And I still remember maandiko aliweza kusoma, ingawaje nitayasoma baadaye. So nataka kusema nini? Hilo kitu mpaka saa hii bado iwanga inanikula. Hata wakati nataka kuguruka, tondu gutire mundu utangiguruka, gutire mundu utangiyumone masaitani, gutire. Hallelujah. Yes, sometimes we want to become mad because of this salvation maybe, or because of the church. And you Mr. Kangi Wongo. Anybody can become mad. Anybody can kani you know kinyadi ko. Kwani lazima niende New Life. Hey. Kwani mimi huko mimi ni nani? You see, so that's such questions. Wanga zinaibuka ndani ya mtu. Lakini nakumbuka labda ni wewe, nilibaki na wewe. It was on a fellowship. I remember how he was, vile alikuwa amevaa. Na wakati ndio tukagia turafai, utiare thitiba guku. Na nĩ twahũraga o tũgĩthomaga. Bwana asifiwe. Ndabi nĩ ciagwaga ukagĩa nduma na gũtiarĩ thimũ cia mĩaki. Labda. Sasa mimi nakaanga hapa kwa sababu ona dada mina mwihoko ai hata nikihamia mwihoko ni mbali lakini labda mimi sijui zaidi ya hapo. Beyond there I don't know. Yes, so Jehu akaitwa akaambiwa hivi, end of verse 10, verse 6, sorry. Jehu got up and went into the house. Then the prophet poured the oil on Jehu's head and declared, this is what the Lord, the God of Israel says, I anoint you king over the Lord's people, Israel. You are to destroy the house of Ahab, your masters, and I will avenge the blood of my servants, the prophets, and the blood of all the Lord's servants shed by Jezebel. The whole house of Ahab will perish. I will cut off from Ahab